Tuambie kwa eneo la mkoa wa Dar es Salaam kwa kwanza siasa kwa mkoa wa Dar es Salaam jinsi ilivyo kwa hivi sasa. Siasa ya mkoa wa Dar es Salaam inayoongozwa na mzee wangu wa basi Mtemvu, Juma Simba Gaddafi, mjumbe wa halmashauri kuu pamoja na katibu Elias Mpanda. Iko sawa sawa. Okay. Tuko kipindi cha uchaguzi, joto la uchaguzi linapanda. Kama ambavyo maeneo mengi tumeongezewa majimbo. Sasa tuna majimbo 12 badala ya 10. Kata 102 zimebaki zilivyo. Kwa hiyo mchakato majimboni umeshaanza kuchukua nafasi. Walioko wanatafuta njia za kuendelea kubaki. Walioko nje wanaanza kupenya ili waingie ndani. But all in all, mchakato wa uchaguzi umepandisha joto la siasa za Dar es Salaam. Yeah. Mna mkakati gani katika kuimarisha CCM kuanzia kata hadi mkoa? Mikakati yetu ni mingi. Nitahitaja michache kwa sababu mingine ni siri ya jeshi. Yes, sawa. Siri za kazi. La kwanza ni kuandaa wana CCM wote kuanzia ngazi za matawi kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Kama unavyofahamu, katiba yetu imefanywa marekebisho sasa. Wapiga kura za maoni wameongezeka na imekwenda mpaka kwenye grassroots. Sasa mabalozi na wajumbe wao ni wajumbe muhimu katika uchaguzi wa wabunge na madiwani kwenye kura zile za maoni. Kwa hiyo attention ya watu wote kwenye uchaguzi iko hivyo. Maandalizi mengine ambayo tumeyafanya ilikuwa ni uandikishaji na uboreshaji wa BVR, daftari la kudumu la wapiga kura. Sisi wana CCM wa Dar es Salaam tulijitahidi kumaliza uchaguzi pale kwa kuhakikisha wana CCM wengi, washabiki wengi, wapenzi wengi wa CCM wanajiandikisha. Jukumu lililobaki ni kuwahimiza wenda kupiga kura. Okay. Lakini jingine ni kuhakikisha tunawapatia wagombea wanaoakisi shida zao. Wapatia wagombea ambao wanakidhi vigezo vya mahitaji husika ya eneo husika. Unajua, unaweza ukawa na una mtaji wa kuuza tangawizi, maana ya kinywaji cha tangawizi, na mtaji wa ice cream. Lakini the wrong approach, ukajikuta wewe ni mtu maskini wa kila siku. True. Kwamba asubuhi unauza barafu, alafu mchana unauza tangawizi. Wale ndio wafanye tu mabadiliko kwamba asubuhi uuze tangawizi, mchana uuze barafu. Tunataka kuwa na watu sahihi katika maeneo sahihi. Na ndio maana mfumo wetu wa uchujaji wa majina katika uchaguzi huu unafanyika double refined. Yaani tuna machujio mawili badala ya moja ilivyozoeleka. Okay. Watu watafanyiwa shortlisting, kubaki watatu with gender balance. Watapigiwa kura, na kura hizi watapigiwa wakiwa wanaenda pamoja kwenye kampeni. Zikimalizika, vikao vya uteuzi vitakaa kuchuja tena. Kwa vikao vya uteuzi vitakaa mara 2, mwanzo na mwisho. Okay. Hii ni kama ile alizeti ya Singida. Kiangalia kuna ambayo ni nyeupe zaidi na kuna ambayo kidogo inaitwa double refined. Maana yake tunakuja na wagombea safi kabisa ambao wamepita kwenye machujio, na ili kumpata diwani ama mbunge unahitaji vikao 3 vya kamati tendaji na 3 vya kamati za siasa. Okay. Hatari. Kwa hiyo Waarabu wanasema ni shughuli ladhi. Yaani shughuli ni kubwa. Okay. Na mheshimiwa, kwa nini mmeamua kipindi hiki kuja na utaratibu huo? Ni takwa la muda. Tuna tazama namna ambavyo tunakirudisha chama on his basis. Okay. Lakini niambia kuhusu maandalizi. Maandalizi mengine makubwa ya muhimu. Dar es Salaam miaka 2 iliyopita
ilikuwa ina matawi ya vijana wa CCM katika vyuo 35. Sasa hivi tuna matawi katika vyuo 60, 60. Katika maandalizi makubwa ya uchaguzi tuliofanya mwaka huu ni kusajili ama kuongeza ama kushawishi kitu kinaitwa first time voters, wapiga kura wa mara ya kwanza ambao ni degree, ni diploma 1, 2 na 3 na degree mwaka wa kwanza na wa pili. Wale wa mwaka wa 3 walijiandikisha mwaka 2000 katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kuna mafungu 5 ya wapiga kura. Na tulikutana nao pale JNICC, akiwa mgeni rasmi ni Jokate Mwegelo, katibu mkuu wa UVCCM. Nadhani mulikuwepo na mliona habari yake. Tumejipanga uchaguzi mkuu huu, swala la kushinda tumeshamaliza, kwamba tutashinda kwa kishindo tumeshamaliza. Sasa tunajiuliza ni kishindo cha aina gani? Okay. Lakini hayo mawili sio mjadala kwa sasa.